tutenge muda wa kukaa na watoto wetu, familia zetu, tuweze kuwaasa juu ya mmomonyoko wa maadili, vitendo vya ukatili, ili kazi hii unayoifanya usiku na mchana uweze kusomesha watoto, uweze kuwa na maendeleo na uweze kujivunia matunda yake. Lakini kuna baadhi ya bodaboda wanalalamikiwa kwenye vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili. Niwaombe, kila kituo kina uongozi wa pikipiki. Ni vizuri mfike mahala kwa kuratibu na polisi kata, watendaji wa kata na viongozi wa vituo. Ni wakati mwafaka sasa wa kutokukubali sekta yetu hii ya usafirishaji kutokuchafuliwa na baadhi hawa mnaowaita Gen Z. Kuna baadhi yenu pikipiki imetengenezwa kutoka kiwandani, wanafika tena wanaiwekea namna ambayo sio salama. Kuna wengine wanabinua siti za viti, wengine wanaenda wanakata exhaust, wengine anaendesha anaandala ameachia. Fikeni mahala sekta hii inakuwa ni ajira, muiheshimishe, iwaheshimishe. Wito wangu ni huo. Mwanza bila ukatili inawezekana, kataa ukatili. Kwa upande wa polisi, ninachowataka, haya yote mnaoambiwa, jamani, mnatakiwa kwenda kuwa waenezi wa hili swala, mnatakiwa kukemea vikali. Na pia katika manyumba yetu kuna wanaume wananyanyaswa, ndio? Basi msisite, kuna kitengo cha dawati la jinsia. Ukifika kule, anayekusikiliza ni mmoja tu. Kile kitengo kimewekwa special kwa ajili ya masuala mazima ya unyanyasaji wa kijinsia. Ipo pale Central, wewe fika pale, nahitaji kwenda ofisi ya dawati. Ukifika pale utaelekezwa, utaeleza shida yako. Kama ni mkeo ataitwa, atasikilizwa, utasikilizwa na wewe, mtapewa mawili matatu. Ikishindikana, kuna uongozi wa dini pia, mtaelekezwa, utaitwa, ili tu maisha yafanye nini, yaendelee. Mambo ya kubakana sasa hivi tumeshaona huko sehemu mbalimbali kwenye matukio. Tunaona kwamba kijana anabebwa, mtoto anabebwa na bodaboda kwenye pikipiki kupelekwa shuleni. Matokeo yake, baada ya kumpeleka shuleni, baadhi ya bodaboda baada ya kumpeleka shuleni, anafika maeneo anamfanyia anachomfanyia, kisha anampeleka shuleni. Matokeo yake, yule mtoto anafikia kuzoea ule mchezo ambao sio mzuri. Kwa hiyo sisi watu wa bodaboda tunatakiwa tuwe wa kwanza kukataa utaratibu kama huo, na tutakapofanya hivyo tutakuwa tunaisaidia nchi yetu na tunajisaidia wenyewe. Jambo la jingine, sisi viongozi, nyie watu wa bodaboda na wote wanaonisikiliza, tunatakiwa kwanza tumjue Mungu, kila mmoja kwa dini yake. Mkristo aende kanisani akapate mahubiri. Ukiwa mcha Mungu huwezi kuona ukatili unafanyika alafu ukauachia, kwa sababu Mungu hapendi ukatili. Jina naitwa Wile Sigore. Changamoto iliyopo kwenye maadili, malezi na mmomonyoko ni kwamba wazazi wamejikuta wako bize sana kutafuta fedha. Kwa hiyo mzazi anaweza akaondoka asubuhi saa 11 ameondoka kwenda kazini, mpaka saa 4 usiku hajarudi nyumbani. Hana muda wa kuangalia au kufuatilia kuhusu watoto wake wanaendeleaje, wameshindaje, kule waliko shuleni wako katika mazingira yapi. Kila mmoja anakuwa yuko busy. Sasa tukija kwa upande wetu sisi tunaopaki eneo hili, tunajikuta kwamba kuna muda inabidi tuvae jukumu la wazazi, kwa sababu na sisi ni wazazi kule tunakotokea. Jina naitwa Sabili Saidi Mabenga almaarufu Chibi, ni afisa usafirishaji wa Sakafa Rufiji. Mimi maoni yangu bana, huu ukatili wa kijinsia wa nyumbani, nilikuwa naomba boda wenzangu tujaribu kuwa tusio tuna pressure tukifika nyumbani. Usione abiria haja kulipa, unafika mara baba naomba hela ya shule, hutaki kutoa. Mara hela ya mboga, hutaki kutoa. Kisa huku sijui una changamoto ya abiria. Tuache. Alafu tupende kuangalia taarifa za habari, tufuatilie bunge. Tuna ndugu yetu wanaume, mbunge wa Kigoma mjini, Baba Levo. Sasa hivi anatusimamia kama wanaume. Wanawake si wana watu wengi. Sasa hivi tunasimamiwa na sisi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba ukatili upungue na sisi upande wetu.
Mimi yangu ni hayo tu jamani.